Of course tunafahamu kinachoendelea katika ukurasa wa Diamond Platnumz pale wa IG, nikimaanisha Instagram, kwamba idadi kubwa ya Watanzania ambao walimfollow Diamond waliweza kumunfollow na kupelekea idadi ya namba kubwa kupungua katika upande wa followers katika akaunti yake ya IG. Sasa Diamond ameweza kuposti ujumbe kupitia Insta story pale kwa kusema ya kwamba kuwa msanii wa hapa Tanzania ni kazi sana. Diamond akaishia hapo. Sasa watu wengi wamejawa na maswali mengi kichwani. Diamond kupitia ujumbe huo alikuwa akimaanisha kitu gani haswa? Sasa baadhi ya watu kupitia pale upande wa comment katika posti za kawaida walionekana kwenda kuweka comment kutokana na ile post ambayo aliweza kuiposti katika upande wa Insta story na kudai ya kwamba Diamond anatakiwa aombe msamaha kwa Watanzania kama waliofanya wasanii wenzake wakubwa kutokea hapa Tanzania. Of course tunakumbuka ya kwamba msanii kutoka pale kwenye label ya Bad Nation, tunamzungumzia Mario, naye aliweza kutoka mbele ya vyombo vya habari, especially nikimaanisha pale Instagram katika page yake ya IG, na kuweza kuomba msamaha kwa Watanzania wote kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Lakini pia hata kwa King Kiba, mfalme wa muziki wa Bongo Flava na CEO kutokea pale kwenye label ya Kings Music, naye aliweza kuwaomba msamaha wa Tanzania kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, kwa kudai kwamba anaomba msamaha kwa Tanzania kwa kuwakwaza. Sasa ni kitu kizuri. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz imekuwa ni njia panda, bado haijulikana ni kwamba ameweza kuomba msamaha kwa njia hiyo ama Diamond bado anazidi kujiona yuko sahihi. Sasa kupitia upande wa comment hapo chini unaweza ukaweka ujumbe wako kuhusiana na hichi ambacho kinachoendelea kwa Diamond Platnumz, kuonekana kama mashabiki wake kutokea hapa Tanzania kuonekana kama wanamkataa kwa upande fulani kwa kumunfollow kupitia pale ukurasa wake wa Instagram. Na Diamond Platnumz mwenyewe ameweza kufunguka pale kuweka ujumbe kwamba kuwa msanii wa Tanzania ni kazi sana, paka muda huu hatujaweza kuelewa Diamond anamaanisha nini kwa kile ambacho alichoweza kukiandika pale kupitia Insta story ndani ya ukurasa wake wa Instagram. Lakini pia usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama Film Online kuhakikisha unapata zile taarifa zote muhimu za kiburudani na za kimichezo pia. Mpaka pale baadaye, bye bye.